Mtazamaji wa The World News, bado tunakujuza ni nini ambacho kinajiri katika ulimwengu, lakini bado tupo katika eneo la Mashariki ya Kati tukiendelea kukujuza kile kinachoendelea. Wakati huu makombora ya Iran yakiendelea kumiminika huko katika taifa la Kiyahudi nchini Israel. Inadaiwa kwamba makombora 16 na ndege 5 zisizokuwa na rubani zimefanya shambulizi katika eneo la kinu cha nyuklia cha Dimona huko nchini Israel. Iran imechapisha na kusambaza video ya roketi na ndege zisizokuwa na rubani zilizotumika kushambulia Dimona katika eneo la jangwa la Negev huko nchini Israel. Imesema imefanya shambulizi hili katika kulipa kisasi kutokana na mashambulizi makubwa yaliyofanywa na Israel. Hii ni kulingana na shirika la habari la Fars. Hata hivyo, kupitia The Jerusalem Post, miongoni mwa mashirika ya habari nchini Israel, imeripoti kuhusu video za mwanzo siku ya leo ikisema kwamba Iran sasa imeongeza maradufu roketi zake ikijigamba juu ya uwezo wake. Hili ni jambo la maana zaidi kuliko siku za nyuma kwa sababu Iran inatishia kushambulia vituo vingine vya nyuklia nchini Israel, na kuna ongezeko ya hatari ya matamshi lakini na mashambulizi pia. Hata hivyo, imehusishwa na Tehran ambayo imefichua vipengele vya mpango wake wa drone na teknolojia mpya. Video zilizochapishwa na Fars na shirika la habari la Tasnim News Agency, vyombo vikuu vya habari nchini Iran vinavyohusishwa na serikali pamoja na IRGC, ikionyesha ufanisi wa makombora zaidi ya 16 pamoja na roketi 5 zikipiga katika eneo hilo. Hata hivyo, uamuzi wa Iran wa kufanya mashambulizi kwa kutumia makombora ya masafa marefu dhidi ya kituo hicho cha nyuklia umefichua namna uwezo wa makombora ya Iran na namna ambavyo hawakufurahishwa na kitendo cha kushambuliwa kwa baadhi ya vituo vyao vya nyuklia ikiwemo Natanz huko Tehran. Ndege zisizokuwa na rubani zenye uwezo wa kuruka takribani kilomita 2000 sawa na maili 1240 zimefanya kazi hiyo kikamilifu. Hii ina maana inaweza kufika kusini mwa Israel kutoka Yemen pia, lakini sasa inaonekana Iran inathibitisha kutumwa kwa aina hizo za ndege pamoja na makombora yake. Kwa ujumla, hii inaashiria kuongezeka kwa vitisho vya ndege zisizokuwa na rubani za Iran, lakini pia na makombora ya Iran ikichanganya na ndege zake. Kuna mengi yanajiri wakati huu, lakini ni kisasi kinachofanywa na Iran baada ya kushambuliwa vinu vyao vya nyuklia huko Tehran. Endelea kutufuatilia, tutakujuza mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote.